baada ya mtanange kuhairishwa na bodi ya ligi, lakini kama ambavyo unatazama hao ni Yanga wakiingia uwanjani na wakipokelewa kwa shangwe kubwa sana na mashabiki ambao bado wako kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa wakisubiri kila ambacho uongozi wa klabu ya Yanga wametoa taarifa kwamba wao wanaamini mechi iko pale pale na kikosi tayari kimeingia uwanjani na wanasubiria muda wa mchezo. Tunafahamu muda wa mchezo ni saa 1:15 majira ya usiku kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa, na tayari kama ambavyo umeona mashabiki wa klabu ya Yanga wameendelea kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe kuingia uwanjani, lakini pia tumeona namna ambavyo wamewapokea wachezaji, na unaweza ukaona pia wachezaji ambao wameingia uwanjani. Nimemwona Jonathan Kangalombo, mmoja kati ya wachezaji wapya ambao wamesajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, amepokelewa kwa shangwe kubwa sana na mashabiki wa klabu ya Yanga kama ambavyo walikuwa naimba Ikangalombo Ikangalombo. Tunafahamu kwamba Ikangalombo Jonathan ni mchezo wake wa kwanza wa dabi toka limesajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kitokea ndani ya klabu ya AC Vita. Kwa hiyo hali ndio iko hivyo mpaka sasa. Tumeona pia Stefano Aziz Ki, licha ya kauli ambayo aliitoa Miludi Hamdi, kocha wa klabu ya Yanga, kwamba ni 50-50 kwa Stefano Aziz Ki kucheza ama kutokucheza, lakini namna ambavyo ameingia unaona kabisa yuko timamu kucheza, na wengi walikuwa wanazungumza kwamba pengine huenda ilikuwa ni mind game ya kocha wa Yanga, pengine kuwatoa mchezoni Simba ama kuwaonyesha kwamba pengine Yanga wanakwenda kupata tabu mbele ya Simba mara baada ya kauli ya kocha kwamba Stefano Aziz Ki ni 50 kwa 50 huenda asicheze. Lakini ukitazama namna ambavyo Stefano Aziz Ki amewasili uwanja wa Benjamin Mkapa, unaona kabisa ni mchezaji ambaye yuko timamu kuelekea kwenye mchezo huo, mchezo ambao tayari bodi ya ligi wameahirisha. Yani ni kwamba mchezo haupo, lakini wanachokifanya Yanga ni kutimiza kile ambacho wao wamekisimamia. Wamezungumza kwamba mchezo upo na wamesema kama hautokuwepo leo manake wao hawatocheza mchezo mwingine. Na tumeona pia taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na taarifa yao kwamba mchezo umeahirishwa kutokana na malalamiko ambayo yamepelekwa na wekundu Msimbazi Simba, na wao wanayapitia. Wakati wanayapitia, mchezo utapangwa haraka iwezekanavyo na tarehe itatangazwa kwamba mchezo huo utachezwa lini. Lakini wakati bodi ya ligi wakizungumza hayo yote, wakitoa taarifa, Yanga wamefika uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumeona shangwe ambalo mashabiki wamewapokea, tumeona namna ambavyo wachezaji wameingia, lakini pia ni kupitisha kwa baadhi ya kauli za wachezaji wa klabu ya Yanga. Khalid Aucho bwana ni mmoja kati ya wachezaji ambao nimeona ameandika ujumbe huku akiomba msamaha na kuomba radhi kwa mashabiki ambao wamesafiri kwa umbali mrefu kwenda kutazama mchezo huo na mchezo huo kutokuwepo. Nimeona kila ambacho amekiandika Khalid Aucho ni kupitisha kwa kila ambacho amekiandika raia huyo wa Uganda, kiungo mkabaji wa klabu ya Yanga, kwa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao walisafiri kutoka mikoa mbalimbali. Khalid Aucho bana kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram amesema, kwa mashabiki wetu waliosafiri umbali mrefu kuja kutunga mkono, tunasikitika kuwa mechi haijafanyika. Tupo pamoja katika hali hii wananchi. Ndicho ambacho amekiandika Khalid Aucho. Lakini licha ya kuandika hivyo, yeye pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamewasili uwanjani kukipiga dhidi ya mnyama ambaye yeye tayari ameshakwisha kwa kutoa taarifa kwamba hatoshiriki kutokana na kile ambacho alifanyiwa siku moja kabla ya mchezo, yani jana usiku wakati akienda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na baada ya kuzuiliwa aliamua kutoa taarifa kwamba kutokana na kuzuiliwa na kanuni ikumruhusu kwamba anatakiwa kufanya mazoezi muda ule siku moja kabla ya mchezo, lakini hakufanya na kutoa taarifa kwamba hatoshiriki. Ni moja kati ya kauli ambayo ilileta mkanganyiko, lakini baadaye pia bodi ya ligi tukasikia kila ambacho walichokizungumza, na baadaye wakazungumza kuhusiana na kutoa ufafanuzi. Lakini pia majira asubuhi walitoa taarifa kwamba mchezo uko pale pale, mashabiki wasio na wasiwasi. Lakini baadaye hivi bodi ya ligi mara baada ya kupitia pengine kila ambacho kimewasilishwa na wekundu Msimbazi Simba, wameona wakae kwanza wajadiliane. Wakati wanajadiliana wasitishe mchezo. Baada ya hapo watakuja na ufafanuzi na majibu ya kila ambacho kimepelekwa na wekundu Msimbazi Simba, na wametangaza kwamba
tarehe ya mchezo mara baada ya kuahirisha mchezo huu itatangazwa, na itatangazwa haraka iwezekanavyo. Lakini licha ya hayo yote, tumeona kwa upande wa klabu ya Yanga wao wakizungumza kwamba wao wanatambua mchezo uko pale pale majira ya saa 1 kamili na majira saa 1:15 wataingiza timu uwanjani. Tumeona kile ambacho wamekifanya, tayari timu iko uwanjani ikisubiria mtanange. Kwa hiyo baada ya mchezo ama muda wa mchezo kufika, tutaona kile ambacho kitaamliwa. Kama Yanga watatoka uwanjani, na pengine mara baada ya kutoka uwanjani bila kuonekana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, nini ambacho atakizungumza ama ni maamuzi gani ambayo yatatolewa. Lakini tunafahamu kwamba tayari bodi ya ligi wameshakwisha kutoa maamuzi kwamba mchezo haupo. Kwa hiyo hiki ya Yanga ambacho wanakifanya ni kama wanakwenda kinyume sasa na taarifa ya bodi ya ligi. Sasa tunasubiri na kuona hili jambo litakaje kaaje. Moja kati ya issue ambayo kikweli na wakanganya watu, ni moja kati ya jambo ambalo kila mmoja anajiuliza kwa nini imekuwa hivi na nini ambacho kinakwenda kutokea. Na je, ni kweli mchezo wa dabi hautokuja kufanyika kwenye mzunguko wa pili? Kwa sababu tunafahamu wakati bodi ya ligi wakitangaza tarehe nyingine ya mchezo, Yanga wao wamezungumza kwamba hawako tayari kucheza mchezo wote tofauti na mchezo wa Hireo. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kuna viashiria ambavyo vinaashiria kabisa kwamba huenda dabi sifanyike. Lakini tunaamini kwamba huenda wa pande zote mbili, Simba, uongozi wa Simba pamoja na Yanga wakakaa pamoja na bodi ya ligi, wakaona namna ambavyo pengine jambo hili linaweza likazungumzwa kwa busara na likaamuliwa kwa busara, na mwisho wa siku tukashuhudia mtanange wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga. Lakini kwa sasa ni kwamba Yanga wako uwanjani, wameendelea kufanya warm up wakisubiria muda ufike. Mashabiki baadhi wapo, tumeona wakiendelea kuadikiza wakisubiria mchezo. Kwa hiyo ni kama movie fulani hivi, lakini sio movie, ni ukweli halisia kabisa kwamba Yanga wako uwanjani licha ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokufika na kuandika barua kwamba hawatokuja uwanjani. Lakini pia licha ya bodi ya ligi kutangaza kwamba mchezo hautokuwepo, Yanga wenyeji wa mchezo tayari wameshakwisha kuwasili uwanjani, wanasubiria kipute. Kama ambavyo nimekutaarifu, wachezaji wamewasili. Jiji Diala nimemwona, Halid Aucho, Babu Kaju, Kangalombo, Baka, Dickson Job, kikosi chote kiko pale. Pacome Zouzoua moja kati ya wachezaji ambao wako pale, Clement Mzize, Prince Dube, na tumeona pia hata kile kikosi ambacho kilikuwa kimepangwa kucheza dhidi ya Simba tumeona kikivuja. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo swala hili limekaa, yani halieleweki kwamba inakuaje kwamba Yanga wamefika uwanjani licha ya kupata taarifa kwamba mchezo umeahirishwa na wekundu wa Msimbazi Simba hawatofika. Kwa ni moja kati ya jambo ambalo limeleta sitofahamu, linaleta maswali mengi, lakini kubwa zaidi ni kusubiri kile ambacho pengine kitaamuliwa. Licha kwa tayari tumeshakwisha kupata majibu, lakini tunajaribu kufikiri pengine Yanga mara baada ya muda kutimia wa mchezo husika, pengine nini ambacho kizungumza. Pengine huenda wakatengua kauli kwamba tunasubiria maridhiano na bodi ya ligi tuone mchezo kama utachezwa, ama mara baada ya muda kufika na kutokuonekana kwa Simba wataendelea kusimamia msimamo ule ule kwamba hatutocheza mchezo mwingine tofauti na waleo dhidi ya Simba. Ni moja kati ya maswali pia ambayo inaweza kuwa unajiuliza, lakini kubwa zaidi ni Yanga wamewasili uwanjani, wachezaji wako uwanjani wakiendelea na warm up wakisubiria mchezo dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.